kama mnavyoona, tulikuwa katika uwanja wetu wa mazoezi, tumefanya mazoezi vizuri na kusikiliza yale ambao mwalimu ametuambia. Na hatuna mechi rahisi, kila mmoja amejiandaa kwenye nafasi yake na imani kila mchezaji anajua umuhimu wa mechi ya kesho, kwamba tukiperform vizuri na tukishinda mechi ya kesho basi tutajitangazia ubingwa. Kwa hiyo kila mmoja nina imani amejiandaa kwenye nafasi yake na yuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Ugumu wa ligi ukoje kwa namna ambavyo umecheza mpaka tunaelekea ukingoni, lakini pia bado mpo kwenye nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa? Ugumu upo kwa sababu ligi bana ni ngumu, tofauti na kipindi cha nyuma kidogo, kwa sababu kipindi cha nyuma kilikuwa kidogo unaweza ukaenda kukutana na timu fulani ukasema kwamba mimi nitaweza kuifunga hata magoli 5 kuendelea, lakini sasa hivi kila timu imejiandaa kwenye nafasi yake. Na ukienda kucheza nao labda wanaweza kubadilisha matokeo kama mnavyoona wachezaji wengine au timu nyingine zinaweza tunajua kabisa ni timu nzuri, lakini zinaenda kukutana na timu ambazo ni ndogo, lakini pia wanapata matokeo chanya. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kwenye nafasi yetu ili kuweza kupata pointi 3 muhimu inshallah. Morali ikoje upande wa wachezaji? Wanasema vizuri zaidi utangaze ubingwa ukiwa umeshinda. Morali iko kubwa, kila mmoja ana hamu ya kutosha, na kama mnavyojua bwana, ubingwa ni raha Kwa hiyo kila mmoja amejiandaa kwenye nafasi yake ili kufanya vizuri na kuperform vizuri kwa kuyasikiliza yale mwalimu ambaye ametufundisha ili tuweze kufanya vizuri kesho. Msimu mmeshinda big mechi zote kubwa dhidi ya watani wenu ambao mnakimbizana kwenye mbio za ubingwa kwa maana Yanga Princess, JKT Queens. Siri ni nini iliyosababisha mpaka mkapata matokeo? Kwa mimi ninavyoona siri kubwa ni kusikiliza yale ambao tunafundishwa na walimu wetu na tunafanyia kazi kwenye mazoezi pia hata kwenye mechi pia. Kwa hiyo na kila mmoja anajua, kwa sababu mpira ni kama jeshi, lazima ujiandae muda wote ule kwamba mimi kitokea mechi nitaenda kufanya vizuri na kuperform vizuri ili niweze kupata matokeo mazuri. Ipi mechi yenu bora kama Simba Queens kwenye msimu huu? Kiukweli mimi naona mechi nyingi zilikuwa bora, kwa sababu sasa hivi kila mpinzani amejiandaa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba labda anaweza nikacheza mfano na Yanga ni timu bora, lakini kuna timu nyingine ambayo labda maybe ni ndogo like Luangwa, lakini wanacheza kwa kujitoa au kwa kujitolea zaidi, ikawa mechi ngumu kuliko hata zile ambazo wewe unazifikiria. Kwa hiyo mimi naona kwamba mechi bora ziko nyingi na zile ambazo tumecheza, kwa sababu Simba Queens haina mechi ndogo. Kila mechi ambayo inaenda kukutana nayo au timu ambayo inaenda kukutana nayo lazima ijitoe kwa nguvu zote, kwamba kututoa sisi ni shy, lakini kwa ubora wetu mimi na imani kwamba kila mmoja anajua kwamba Simba Queens ni timu kubwa, na ndio maana tunafanya vizuri na kila mmoja anapambana kwenye nafasi yake na tunapata matokeo mazuri. Mnapokwenda kutangaza kesho ubingwa, moment ipi ilikuwa ni ngumu zaidi msimu huu? Moment ngumu, kuna timu ambazo ni changa lakini unaweza ukazizalau sometimes, like unasema kwamba tunaenda kupata labda magoli mengi, lakini unaenda yenyewe ndio inakuwa ina mechi ngumu zaidi kuliko hata zile ambazo inakuwa inatuia vigumu, lakini tunasema kwamba pointi 3 muhimu ndio kitu ambacho ni cha umuhimu zaidi, haijalishi umepata magoli mangapi. Kwa hiyo sisi cha kufanya tuendelee kupambana ili kuweza kupata matokeo mazuri, hata kama umepata goli moja lakini umepata pointi 3 muhimu kwenda mbele. Kesho mnacheza dhidi ya Tausi ambao wanawafahamu, lakini pia kuna 60% ya wachezaji ambao wako Tausi wamewahi kupita kwenu, wamecheza kwa mafanikio makubwa. Nadhani hiyo itaongeza ugumu wa namna yote kwenye mchezo wenu kuwazuia msiondoke na alama 3. Kwanza na imani kwamba kila mentality ya mchezaji wa Simba Queens anajua na anaelewa kwamba sisi hatuna mechi rahisi. Mechi yoyote ambayo tunakutana nayo au timu yoyote ile ambayo tunakutana nayo, kila mmoja lazima atakuja kwa ajili ya kupambana, kwa ajili ya kuionyeshia Simba Queens, kwa sababu Simba Queens ni timu kubwa. Kwa hiyo kila mmoja ameweka mindset yake kwamba hakuna mechi rahisi. Kwa hiyo sisi kama sisi tumejiandaa kwenye nafasi yetu na tunajua kabisa mechi ya kesho ni ngumu, lazima tukapambane ili kupata pointi 3 muhimu pamoja na magoli ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa ametujalia. Yupi mshambuliaji wako bora mpaka hivi sasa? Mimi washambuliaji wako sisi, kwa sababu unauliza kwa Simba. Kwa mimi kiukweli siwezi kuwa mchoyo kwamba washambuliaji kama unavyoona sasa hivi washambuliaji wengi wanaongozana, kila mmoja anapambana kwenye nafasi yake. Kwa hiyo mimi naona washambuliaji wote wako vizuri tu. Bora katika wote sio bora? Mimi wote bora kiukweli. Mimi wote bora. Nilikuwa natamani kufahamu, tunazungumza dabi ndio mchezo unatazamiwa kwa ukubwa zaidi, kwamba mchezo mgumu sana, lakini pia nilikuwa natamani kufahamu kati ya Yanga Princess na JKT Queens, yupi ni mpinzani mgumu zaidi mkikutana? Kiukweli kwa sisi Simba Queens
kila mtu ni mpinzani wetu. Hizo mechi zimewekwa kiukubwa zaidi kwa sababu ni JKT pamoja na Yanga, lakini mechi zote wote ni bora na ndio maana tunakutana nao na kila mmoja anahakikisha kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo mimi naona timu zote ni bora. Yeah. Shukrani. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.